Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Moja ya swali ambalo watu wengi wamekuwa wakiliuliza katika mitandao mbalimbali ya kijamii ni swali hili: je, ni rais gani ambaye analindwa zaidi duniani? Kwa maana ni rais gani mwenye ulinzi mkali zaidi duniani? Hivyo katika video hii leo Bongo Super Media tunakwenda kuangaza orodha ya marais watano wenye ulinzi mkali zaidi duniani. Hakika namba moja atakushangaza kwa idadi ya walinzi wake na vifaa ambavyo anatumia. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, wacha tuanze. Namba 5 imeshikwa na Mohammed bin Salman. Huyu ni rais ama mfalme kutoka pale nchini Saudi Arabia. Alizaliwa mnamo Agosti 31 ya mwaka 1985. Hivi sasa na umri wa miaka 39, kwa maana bado kijana kabisa. Sehemu alipozaliwa ni Riyadh, Saudi Arabia. Kwa hivyo huyu ni moja ya mtu hatari kweli kweli. Moja ya rais hatari kwa sababu ripoti mbalimbali zinaeleza kwamba rais huyu wa Saudi Arabia ama mfalme huyu wa Saudi Arabia katika misafara yake huwa ana walinzi wengi wa kutosha na magari mengi ya kifahari. Tafiti mbalimbali na ripoti mbalimbali zinaeleza kwamba rais huyu, mfalme huyu wa Saudi Arabia, ana idadi ya walinzi 5,000 ambao huwa anaongozana nao katika nyanja tofauti tofauti. Na kama ambavyo nafahamu ya kwamba Waarabu mara zote huwa wana fedha, hivyo msafara wa jamaa huyu ukiwa unapita lazima uone gari nyingi zenye thamani na walinzi wa kutosha. Huyu ndio ameshika orodha ya namba 5. Namba 4 anaitwa Kim Jong Un. Kim Jong Un huyu ni rais kutoka pale nchini Korea Kaskazini, na taarifa mbalimbali zinaeleza kwamba rais huyu kiduku alizaliwa mnamo tarehe 8 Januari ya mwaka 1984. Hivi sasa ana umri wa miaka 40. Hakika bado ni kijana kabisa huyu mwamba, rais ambaye anatikisa kweli kweli dunia. Taarifa mbalimbali zinaeleza kwamba Rais Kim, ulinzi wake ni ulinzi hatari kwa sababu magari yake yana vifaa kamili vya kila mfumo wa kinga ambao unaweza kuwa kwenye gari. Hata katika safari za nje ya nchi, Kim huwa ana maafisa wake wa usalama kila wakati, na tafiti mbalimbali zinaeleza kwamba maafisa usalama wa Kim ni zaidi ya maafisa usalama 10,000. Hakika na watu wengi kweli kweli ambao wanamlinda. Na taarifa mbalimbali zinaeleza kwamba Rais Kim akiwa katika nchi yake ama akiwa anaenda katika nchi jirani, basi huwa ana treni yake ambayo inabeba walinzi wake tu, na usafiri ambayo yeye anaupenda zaidi ni usafiri wa treni, na akitumia magari basi ni magari yenye ulinzi mzito, lakini pia yenye uwezo wa kukabiliana na kila hatari. Namba 3 imeshikwa na Xi Jinping. Huyu ni rais kutoka pale nchini China. Moja ya rais mbabe kweli kweli. Huyu ni rafiki yake mkubwa sana na Rais Kim. Rais huyu Xi Jinping amezaliwa Juni 15 ya mwaka 1953. Hivi sasa na umri wa miaka 41. Na kama ambavyo nafahamu kwamba huyu ni rais wa China ama rais wa Jamhuri ya Uchina. Kama ambavyo nafahamu kwamba usalama wake kama kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Uchina ni muhimu sana. Jinping huzunguka katika magari ya kivita yaliyotengenezwa zaidi nchini, kwa maana rais huyu wa China, magari yote ambayo anazunguka nayo ya kivita yametengenezwa nchini China. Na kama ambavyo nafahamu ya kwamba China ni moja ya taifa ambalo limeendelea zaidi katika swala zima la teknolojia, na magari haya kwa kawaida huja na mfumo wa ulinzi na mfumo wa usaidizi wa hali ya juu wa mawasiliano, kwa maana katika magari yake mwamba huyo yamefungwa mawasiliano ya hatari, lakini pia yanalindwa kweli kweli kwa sababu yana mfumo wa ulinzi. Tafiti na taarifa mbalimbali zinaeleza kuwa mwamba rais huyu anatembea na walinzi zaidi ya 6,000 katika misafara yake mbalimbali. Rais huyu wa China hakika ni rais hatari kweli kweli. Huyo ni rais namba 3. Namba 2 ni Donald Trump.
Huyu Donald Trump analindwa na kikosi maalum. Trump analindwa na United States Secret Service ambacho ni kikosi maalum cha serikali ya Marekani kinacholinda marais wa sasa na waliopita, familia zao, viongozi wakubwa wa serikali, lakini pia askari hupata mafunzo maalum ya kupambana na magaidi, ulinzi wa karibu yani close protection, silaha za kisasa na uchunguzi wa hatari kweli kweli. Trump anatembea na walinzi wengi sana kila anaposafiri. Kuna magari mengi ya ulinzi, askari wenye silaha nzito, snipers juu ya majengo, polisi wa eneo husika, na msafara wake unaweza kuwa na magari zaidi ya 10 mpaka 20 magari yasiyoingia risasi, na magari hayo yana mitambo ya kisasa. Magari ya ulinzi ni makubwa kweli kweli. Trump hutumia magari maalum yenye kinga dhidi ya risasi, kinga dhidi ya mabomu, mawasiliano ya siri, na magari haya yanaweza kuistahimili mashambulizi makubwa. Na akiwa nyumbani, Trump hulindwa masaa 24. Kuna kamera za kisasa, askari wa kudumu wakiwa maeneo ya nyumbani kwake, ukaguzi wa wageni. Na mtu huyu Donald Trump amekuwa ni rais hatari kweli kweli, rais ambaye analindwa zaidi, na hivi karibuni kafanya shambulizi la hatari kumteka Rais Maduro ambaye alikuwa ni rais hatari kweli kweli, ambaye anahusika katika genge la madawa ya kulevya. Hivyo kitu ambacho kimepelekea ulinzi ukaimarishwa zaidi kwake Donald Trump. Namba 1, Vladimir Putin. Naam, katika orodha hii mwamba huyu hawezi kukosa, na pengine ulikuwa ukimsubiri kwa hamu. Mtu mbaya kweli kweli, mmoja ya kiongozi ambaye anayeisumbua NATO kila siku. Mtazamaji Bongo Super Media, taarifa mbalimbali zinaeleza kwamba Vladimir Putin yeye anavyo vyombo maalum vya usalama vinavyomlinda popote aendako. Yaani Putin ukimwona sehemu yupo, jua kuna mitambo na vyombo maalum ambavyo vinamlinda yeye. Magari ya Putin sio magari ya kawaida unayoyafahamu wewe, ni magari ya kivita yenye kutisha kweli kweli, yenye kila aina ya ulinzi. Ni magari ambayo yana uwezo mkubwa wa kuzuia risasi na injini mseto za oxygen, kwa maana ni magari ambayo yanakwenda na yana nguvu na yako vizuri katika swala zima la kivita. Haya ni magari yanayoweza kustahimili mabomu, moshi na uharibifu wa aina yoyote ile. Vladimir Putin pia hutembea na maafisa wa polisi walio na vifaa kamili vya kijeshi. Sasa anatembea na maafisa wa polisi ama maaskari wangapi ambao wako vizuri katika masuala mazima ya kijeshi? Ni swali ambalo watu wengi wamejiuliza. Sasa mtazamaji, huyu mwamba ni kufuru, huwa anatembea na maafisa, kwa lugha nyingine unaweza kusema kwamba walinzi wake ama maafisa usalama zaidi ya 50,000, na amekuwa na walinzi wengi kweli kweli. Hiyo yote ni kutokana na vita kubwa ambayo anapigana na watu kutoka NATO, kwa maana NATO ni umoja wa mataifa ya Ulaya ambayo yameungana, yakiongozwa na Marekani, Ufaransa, German na mataifa mbali. Hivyo jamaa huyo ulinzi wake ni wa kutisha kweli kweli, na kila endapo kuna system zinamlinda. Kwa hivyo huwezi ukamdhuru kwa namna yoyote ile huyu mwamba, labda siku wenyewe wenzake wamsaliti, hapo ndio wanaweza wakamdhuru. Lakini mtu kutoka nje ya Urusi kumdhuru mwamba Vladimir Putin, mtu hatari kweli kweli, ni ngumu. Vladimir Putin huyu ni raia kutoka pale nchini Urusi, na ripoti mbalimbali zinaeleza kwamba amezaliwa Oktoba 7 mwaka 1952. Hivi sasa umri wa miaka 72. Je, ni ulinzi wa rais upi ambao umekushangaza zaidi mtazamaji wa Bongo Super Media? Unaweza ukaandika hapo katika sehemu ya comment ili watu mbalimbali waweze kufahamu ulinzi wa rais gani ambao umekushangaza zaidi. Mimi jina langu naitwa The Field Marshal. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.